Kwa sababu tunapojenga, tunatamani watoto wetu kwenye vizazi vyao wasikae kwenye nyumba za kupanga, wakajenge. Ndio maana tunajenga kwa Mungu. Kwa tujengi ili kuonekana, tunajenga ili kutengeneza kesho yetu. Haleluya. Katika Kristo, haleluya. Kwa unaweza ukatoa kweli, lakini adhabu ya Mungu iko juu yako. Kwa sababu kutoa kwa ajili ya Mungu ni kutoa kwa ajili ya mtu. Kwa utakuta unasikia tu kuomba toba, maana yake unaondoa adhabu ya Mungu juu yako. Jambo la 5, kurejeshewa kwa baraka na hatua. Unaposema ninaomba toba, maana yake unatoka Mungu arejeshe baraka zako au arejeshe hatua zako. Ndio maana unaomba toba. Ndio maana nasema ni nani ajuaye kwamba atatuachia baraka nyuma yake, lakini unaona kilichotangulia ni toba. Haleluya. Mambo 5 hayo. Mambo 5 ya msingi ambayo kila siku nitayarejea kila siku. Hosea sura ya 6 mstari wa 1 mpaka wa 3. Hosea sura ya 6 mstari wa 1 mpaka wa 3. Hosea sura ya 6 mstari wa 1 mpaka wa 3. Hosea sura ya 6 mstari wa 1 mpaka ule wa 3. Hosea sura ya 6 mstari wa 1 mpaka ule wa 3. Neno la Mungu linasema hivi. Hosea 6 mstari wa 1 mpaka wa 3. Anasema, njooni tumrudie Bwana, maana yeye amerarua na yeye atatuponya. Yeye amepiga na yeye atatufunga jeraha zetu. Baada ya siku 2 atatufufua, siku ya 3 atatuinua, nasi tutaishi mbele zake. Nasi na tujue, na tuendelee kumjua Bwana kutokea kwake. Yamkini kama asubuhi, naye atatujilia kama mvua ya vuli inyweshayo nchi. Sema amen. Sasa ukisoma hiyo mistari 3, unaona ni wito ambao walisukumwa. Na tukiwa kwenye kipindi hiki cha Kwaresima, ni kipindi cha toba. Na ni kipindi ambacho sasa tunasema kama ni mateso yamekolea kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Anasema hivi, narudia tena kusoma hii mistari 3. Njooni tumrudie Bwana, maana yeye amerarua na yeye atatuponya. Yeye amepiga na yeye atatufunga jeraha zetu. Baada ya siku 2 atatufufua, siku ya 3 atatuinua, nasi tutaishi mbele zake. Nasi tujue na tukaendelee kumjua Bwana kutokea kwake. Ni yamkini kama asubuhi, naye atatujilia kama mvua ya vuli inyweshayo nchi. Sema amen. Kwenye hii mistari mitatu, unaona msisitizo. Ile njooni tumrudie Bwana ilikuwa ni msisitizo wa toba, au ilikuwa ni mzigo wa toba. Kwa sababu unapoanza mwaka kama madhabahu, uhitaji kuanza na kitu chochote isipokuwa ni toba. Kwa nini unaanza toba? Unapoanza mwaka, semina ya kwanza inayoitishwa madhabahuni ni semina ya toba. Kwa nikaona kwa nini Mungu ananipa toba? Manake kilichotangulia haikutangulia toba. Vilifundisha vitu vingine, haikutangulia toba. Kwa nini unaomba toba? Kubadilisha upako. Haleluya. Katika Kristo, haleluya. Nasema hivi, kwa nini unaomba toba? Unapoanza mwaka kama hivi, najua tuko mwanzoni mwa mwaka. Unapoanza mwaka kwa toba, unabadilisha kiwango, unabadilisha upako. Unapobadilisha upako, manake kuna uovu umesimama mbele yako unaokuzuia usiende hatua nyingine. Na ule uovu unafunga kiwango cha akili,
unafunga kiwango cha mawazo, inafunga kiwango cha utendaji. Kwa mnaweza mkawa mko mwaka mpya lakini mko mwaka jana, kwa sababu upako mlio nao sio wa mwaka huu. Kwa sababu toba inabadilisha aina ya mafundisho. Kwa unakuta mkipita kwenye toba, hata mkikaa kwenye baraza la wazee, unaona kila mzee anakuja na mawazo mapya. Kitu gani kimebadilisha haraka? Toba. Ndio maana anasema njoni tumrudie Bwana, njoni tumrudie Bwana, njoni tumrudie Bwana, njoni tumrudie Bwana, maana yeye amerarua, yeye atatuponya, yeye amepiga, yeye atatufunga jeraha zetu. Mstari wa 3 anasema baada ya siku 2 atatufufua, siku ya 3 atatuinua, nasi tutaishi mbele zake. Sema amen. Mstari wa 3 ni urejesho. Mstari wa 3, nasi tujue naam tukaendelee kumjua Bwana kutokea kwake. Ni yakini kama asubuhi, naye atatujiria kama mvua ya mawe inyweshayo nchi. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Kwa lugha nyepesi, tunahitaji kutoka hapa tulipo. Na hii toba ni ya kila mtu. Na Mungu akipenda, kesho tunaanza mfungo katika jina la Yesu. Haleluya. Katika Kristo, haleluya. Jambo la kwanza. Zile nilikuwa nakupa mambo 5 ndani ya toba. Jambo la kwanza, toba juu ya vita vilivyosimama kwa muda mrefu juu ya maisha yako na familia yako, ili Mungu akumbuke rehema. Toba juu ya vita vilivyosimama kwa muda mrefu juu ya maisha yako na familia yako, ili Mungu akumbuke rehema. Toba juu ya vita vilivyosimama kwa muda mrefu juu ya maisha yako na familia yako, ili Mungu akumbuke rehema. Akumbuke rehema. Kwa mfano, mtu anakwambia omba toba, manake, au Mungu anakuja kwako anakwambia omba toba, manake vita vyako ni vya muda mrefu. Sasa unajua, ninaposema vita vya muda mrefu, wewe mwenyewe unajua mahali unapopita. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Narudia tena, nasema wewe mwenyewe unajua kuna mahali unapita. Si kila mtu unaweza kumwambia juu ya mahali unapopita. Sio rahisi, kwa sababu si vitu vinavyoelezeka, si vitu vinavyosimulika. Kwa sababu kuna maisha mengine ni wewe unajua sijavuka bado, sijasogea bado. Unaona tu kabisa kuna kitu kimesimama kwangu, lakini ndani yake unahimizwa kuomba toba. Na hata mtu angekwambia njoni kuombe, ndani kuna kataa kwamba mimi sio mtu wa kuombewa sahihi, ni mimi ninahitaji kwenda mbele za Mungu kuomba toba. Bwana Yesu asifiwe. Katika Kristo, Bwana Yesu asifiwe. Ninaeleweka mpaka hapo? Kuna vitu ambavyo mtumishi anaweza akaomba, lakini pamoja na kwamba anakuombea, lakini ni kama vile hakufikishi mahali unapohitaji kufika, hakusogezi mahali ambapo unahitaji kusogea. Kwa sababu hiki kitu ni kitu ambacho unasikia ndani, kutokana na mazingira yanayokuzunguka, kutokana na mazingira ya familia, kutokana na mazingira ya ndoa, kutokana na mazingira ya watoto, kufuatana na mazingira labda ya uchumi wako. Kuna namna ambavyo huku ndani unasikia tu toba. Bwana asifiwe. Katika Kristo, Bwana asifiwe. Katika Kristo, Bwana asifiwe. Au unasikia tu, ukimtazama mtu unasikia tu kwamba huyu anahitaji toba, maana kuna vitu amepoteza. Haleluya. 。  Katika Kristo, Bwana asifiwe. Katika Kristo, Bwana asifiwe. Katika Kristo, Bwana asifiwe. Au unasikia tu, ukimtazama mtu unasikia tu kwamba huyu anahitaji toba, maana kuna vitu amepoteza. Haleluya. 。  Haleluya. 。
katika Kristo. Haleluya. Ninakumbuka kuna mwenzetu mmoja tukawa tunatumika naye, halafu ghafla kuna vitu vilipita ndani yake. Si unajua upako wa Mungu kukutumia unapokuja. Nilikuwa nasikiliza ule wimbo wa kwanza walioimba hawa ndugu zetu, nitawaomba waurudie pale baadaye. Nimesikiliza vitu vingi. Hakuna kitu kinachogharimu maisha ya mtumishi kama upako unapotenda kazi. Unajua kuna wakati unakuondolea kiburi, unakuondolea unyenyekevu. Unasikia tu na kiburi, na unakuta kilitokea sisi kwenye timu yetu ya utumishi. Na mpaka Mungu ananikumbushaga mpaka sasa, uwe makini. Punguza mazoea na fulani, punguza, usiongee naye. Kwa kuna watu hata tu kwenye timu sisikii kupokea simu zao. Kwa nini? Walitugharimu. Wao unaelekeza hivi, wakikaa pembeni na wao wanazungumza, kwa katikati ya timu kukatokea mpasuko. Haleluya. Sasa kuna mwenzetu ikabidi mpaka kae nje. Unachua aliporudi, nilipoonana naye niambia, kwa sababu hata kuongea naye ndani nilikatazwa, usiongee naye. Anambia anahitaji toba ya kuinuliwa tena, arudi kwenye nafasi. Anahitaji toba ya kuinuliwa tena, arudi kwenye nafasi. Nilishtuka. Haleluya. Katika Kristo. Haleluya. Katika Kristo. Haleluya. Katika ujue gharama ya toba, kwa sababu ninajua kutakuwa na mzigo mkubwa sana wa watu kutubu, na kuna mzigo mkubwa sana mpaka sasa umeachiriwa wa watu kutubu. Hata wale ambao walikuwa wamebeba mzigo wa kuombea ili kongamano, najua tu kabisa ndani yao walikuwa wanasikia mzigo usiokuwa wa kawaida, kuomba toba. Najua kuna saa hata walikuwa wakikutana wanasikia tu kutubu kuliko kuombea vitu vingine. Ni kwa sababu ni saa ya ushirika kusogea hatua nyingine. Sema amen. Katika Kristo. Sema amen. Sasa nenda, kwa sababu hivi vitu nimesema, hivi vitu sio vya mtu fulani, kwa sababu hiki kitu ni kila mtu anaendaje mbele za Mungu. Kila mtu anaendaje mbele za Mungu kwa ajili ya toba, kwa sababu maisha yako sio maisha yangu. Hata ukijaribu kufanya vita na mimi, na wewe kuna mahali unapita. Hata ukijaribu kunikosoa, lakini na wewe kuna mahali unapita. Kuna mahali familia yako inapita. Kuna mahali ndoa yako inapita. Kuna mahali ndugu zako wanapita. Kuna mahali kabisa watoto wako wanapita. Hata ukingangana na mimi kufanya vita, lakini kiuhalisia, hata ukimkaria vikao mtu mwingine, lakini kiuhalisia na wewe kuna mahali unapita. Haleluya. Hata kama walikukarisha vikao, hata waliokukarisha vikao hawako salama. Asikiaye na afahamu. Si unajua hilo Kwa sababu kuna mtu anaweza wakakuitishia kikao, sio kwamba wao wako salama. Hawako salama. Kwa sababu kienda kwenye familia zao utakuta watoto wao wako salama. Kienda kwenye familia zao utakuta ndoa zao haziko salama. Utakuta uchumi wao hauko salama. Utakuta wao na ndugu zao hawako salama. Haleluya. Katika Kristo. Haleluya. Habakuki sura ya 3. Habakuki sura ya 3. Habakuki sura ya 3.
Neno la Mungu linasema hivi, Habakuki sura ya 3. Habakuki sura ya 3. Habakuki sura ya 3. Neno la Mungu linasema hivi, Habakuki sura ya 3. Sara ya nabii Habakuki ni kama maombi yake. Anasema, Bwana, nimesikia habari zako, nami naogopa. Bwana, fufua kazi yako katikati ya miaka. Katikati ya miaka tangaza habari yake. Katikati ya ghadhabu kumbuka rehema. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Kwa unakuta hii vita haikuwa ya muda mfupi, ilikuwa ni ya muda mrefu. Sasa ukiona anaomba hiyo toba, ukikuta anaomba hiyo toba, alikuwa aombi toba katikati ya, au alikuwa aombi toba ya maombi ya kawaida. Haya sio maombi ya kawaida. Ukisoma tu ule mstari wa kwanza unakuja kugundua haya sio maombi ya kawaida. Anaposema Sara ya nabii Habakuki, haya hayakuwa maombi ya kawaida. Unaona ni special prayer, ni maombi maalum. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Kwa sababu maombi ya toba sio maombi ya mchanganyiko, ni maombi maalum ambayo mtu anayasikia ndani alafu anaamua kuyabebea mzigo. Ni maombi maalum anayoyasikia ndani. Kwa mfano, maombi ambayo si ya kawaida, yani hata nikimkuta mchungaji wenu Mwampamba, yani nikitaka niichue amevuka, nikitaka niichue amevuka kwenye maombi au katika kile anachokiombea, nitajua saa nazungumza. Saa ninapozungumza nitajua yuko kwenye maombi maalum. Sema amen. Kwa mfano, hivi alivyotoka likizo alihitaji atuambie, kwa sababu likizo ni kutengwa, kutafuta utulivu, si ndio? Kwa alihitaji atuambie salamu yake ya kwanza, sio niliwamisi. Salamu yangu ya kwanza, Mungu alinipa mzigo wa siku 7 kwa ajili ya kanisa. Sasa anapokuja hapa atuletei salamu, anatuletea maelekezo ya kiroho aliyopewa na Mungu alipokuwa likizo. Are you okay? Sema yes. Sio anakuja mkunimisi. Sisi hatuhitaji kukumisi. Tunahitaji maelekezo uliyopewa ulipokuwa likizo. Nimeeleweka. Nasema nimeeleweka. Kwa giza niliwamisi au mkunikumbuka? Huko ni kujitetea. Atuletee nilipokuwa likizo, nilikuwa na mzigo wa kuomba. Mungu ameniambia 1, Mungu ameniambia 2, Mungu ameniambia 3. Kwa unajua likizo tunatafuta mkakati mpya. Kwa tunajua amekuja na mkakati mpya. Kuna mtu aliniuliza, sasa wewe hizi siku 2 unaenda kufanya nini Dar es Salaam? Nilikuwa naenda kutafuta mkakati kwenye familia. Kwa sababu ninaporudi kukutana na mke wangu na watoto, lazima ninakisikia kitu cha kuja nacho. Sasa nikilala mahotelini hizo siku 2 zote, siku 3, hakuna ninachoelewa. Ninapambana tu na miungu ya wafanyabiashara ya hoteli zao. Ninaporudi nyumbani, narudi kwenye madhabahu. Sasa Mwampamba alipoenda likizo, alitoka kwenye nyumba ya ushirika, alienda kwenye madhabahu iliyomuinua kwenda uchungaji, impe maelekezo. Nimeeleweka. Nimeeleweka. Sasa anaposema Sara ya nabii Habakuki, yalikuwa ni maelekezo ya maombi ya mfungo, yalikuwa ni maelekezo ya maombi ya toba, yalikuwa ni maelekezo. Kwa sababu kwa nini anaita Sara ya nabii? Maana yake ni maombi maalum aliyokuwa nayo, maombi maalum aliyokuwa nayo. Sasa kwenye mstari wa 3, rudisha ule mstari wa 2. Sasa rudisha huo mstari wa kwanza, unatupa direction. Sara ya nabii Habakuki, ni nini kinafuata?
Bwana, nimesikia habari zako nami naogopa. Bwana, fufua kazi yako katikati ya miaka. Katikati ya miaka tangaza habari yake. Katikati ya ghadhabu kumbuka rehema. Sema amen. Maanake vita aliyokuwa anapita nayo kulikuwa na ghadhabu ya Mungu. Sasa angalia, hiyo ghadhabu ya Mungu natumia kama adhabu ya Mungu ambayo ilikuwa imesimama miaka, haikuwa ya mwaka mmoja. Ndio maana nasema katikati ya miaka, katikati ya miaka, katikati ya miaka. Kwa ujue kabisa toba ya wiki inashughulika vitu vilivyopita kwenye miaka. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Maana yake hatushughuliki na cha mwaka huu, tunashughulika miaka iliyopita. Kwa sababu na nyinyi mnachua, hata kama mimi sijawaambia, lakini mnachua sisi kufusha vitu huwa tunapata wakati mgumu. Ili kusimamisha kitu cha Mungu tunapata mgumu. Tukisema tujenge tunapata wakati mgumu. Tukitaka tufanye semina tunapata wakati mgumu. Maana yake kuna uovu umesimama ambao hauruhusu kitu cha kiroho kupita kama Mungu anavyotaka. Ndio maana mnaweza mkuta mkiandaa ta semina ni ya watu 40, ni watu 50, lakini huko ndani mmejaa. Wengine wako wapi? Kuna uovu umeshikilia. Haleluya. Katika Kristo haleluya. Nasema tena haleluya. Kuna laana imeshikilia. Mnaweza mkaitisha kitu cha kiroho hapa na watu wasitokee. Na hii mnaweza mkaitisha matamasha hapa, watu wakajazana kiroho kanisani. Kwa nini wanajazana kwenye matamasha? Hakuna kukutana na Mungu. Kwa sababu kanisani siku ya waimbaji tunaitaga kuangalia sare, tunahitaji kuangalia wanavyokata viuno. Haleluya. Nimeeleweka mpaka hapo katika jina la Yesu. Sasa kwa nini kitu cha kiroho kinakuwa kinapigwa? Miaka iliyopita kuna watu walimkataa Kristo. Miaka iliyopita kuna kitu cha kiroho kilipata upinzani. Mungu akaamua kuondoka. Kwa sababu kinachomfanya Mungu abariki familia ni nguvu ya kiroho kwenye madhabahu, sio nguvu ya waimbaji kwenye madhabahu. Nguvu ya kiroho kwenye madhabahu. Sema amen. Tukitaka watoto wetu wapate kazi, wasome mpaka chuo kikuu, Mungu aandae wengine kuwa mameneja, wengine kuwa wakurugenzi, ni nguvu ya kiroho. Kwa sababu nguvu ya kiroho inapambana na kila aina ya miungu ya ukoo inayozuia watoto wetu wasitawale, inayozuia watoto wetu wasiwe mameneja, wasiwe wakurugenzi. Lazima kwa angalia, mkizuiliwa kwenye mambo ya kiroho kuja kwenye madhabahu, maana yake mmezuiliwa position, nafasi katika nchi, katika uongozi wa kiserikali, katika wilaya, katika mkoa, nje ya Tanzania mmezuiliwa nafasi. Kwa sababu kinachozaa nafasi ni nguvu ya kiroho kwenye madhabahu. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Ninaeleweka mpaka hapo? Sema amen. Ndio maana nasema katikati ya ghadhabu kumbuka rehema. Sema amen. Kwa unaweza kukuta sasa ni sahi tunazungumza kama familia. Katikati ya ghadhabu kumbuka rehema, kwa ajili ya ukoo wetu, kwa ajili ya familia zetu, kwa ajili ya wamama, kwa ajili ya wababa, kwa ajili ya watoto wetu. Kwa sababu kuna vitu ambavyo unajua tu kabisa hii ni laana. Kuna vitu ambavyo unajua sisi kwa hivi tulivyo, kwa nini hatusogei? Hey! Kwa nini? Wewe watoto wa dada yako hakuna aliyefika chuo kikuu. Watoto wa kaka yako hakuna aliyefika chuo kikuu. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Wala hakuna anayefanikiwa. Kwa sababu ili mjue mmevuka, unaangalia mlango wa dada yako, unaangalia mlango wa mdogo wako, unaangalia mlango wa kaka yako. Kwa sababu nyinyi mkifa wazazi au ndo watabaki kusaidiana tena.
Sema amen. Ndio maana kuna wakati nisipotafuta baraka kwa ajili ya uzao wangu, lazima nitafute baraka kwa ajili ya watoto wa dada yangu. Lazima nitafute baraka kwa ajili ya watoto wa kaka yangu. Kwa hata nikikutana na dada zangu sahi, naulizaga cha kwanza, watoto wenu kwenye masomo yao wakoje? Kwa sababu ninachotafuta baada, kama sasa na miaka 40, maana yake baada ya miaka 20 baadaye sina nguvu nilizo nazo. Lakini si wote wanaofikia miaka 60 na miaka 50 wamefariki, 55, 58, 57. Umewahi kufikiri kuandaa kizazi kitakachosaidiana baada ya nyinyi kutokuwepo? Au unakuja tu kanisani kutembea? Au unakuja tu kanisani ili uonekane? Kama vile wewe watoto wa baba mkubwa wanakutafuta, dada tumefiwa, watoto wa baba mdogo wanakutafuta, manake nyinyi ni watoto, mnahitaji roho ya masaidiano. Umewahi kukumbuka mkiwa maskini wote, ni nani atamsaidia mwenzake? Umewahi kufikiri wote msipoajiriwa, ni nani atakayesaidiwa na mwenzake? Kwa sababu kama akiweko watoto walioajiriwa kazini, watamchangia anapofiwa. Utakuta lile tatizo la familia linafanyika kuwa jepesi. Acha akili za kitoto, kuwa katika jina la Yesu. Nasema kuwa katika jina la Yesu. Kwa sababu usipokuwa na hizo hesabu, ni ngumu sana kumwombea mtoto wa dada yako. Ni ngumu sana kumtolea sadaka. Ni ngumu kwa sababu akili zako zinawaza chini. Hujawahi kufikiri wenzako wanazikwa kwa majeneza ya milioni, wewe unazikwa kwa jeneza 70,000? Ni kwa sababu ni maskini. Wanabaki wanapamba yale makapeti, yale ya mezani, ndo wanagongerea kwa sababu mbao ni nyeupe. Kuna wenzako wanazikwa kwa mbao ya mninga wewe. Haleluya. Unaangalia jeneza halina fashion. Lakini kuna wenzako jeneza lina fashion. Sema haleluya. Hujaelewa, nasema haleluya. Nasema hilo jeneza lenyewe lina fashion. Wewe mwenzako wanampakia kwenye nini? Kwenye pickup. Mwenzako anasindikizwa kwa gari maalum. Ni dereva na jeneza. Hata hapo tu ufikiri kwamba kwetu kuna rana, ufikiri kwamba kwetu kumepungukiwa, ufikiri. Saizi wenzako wanajenga makaburi, nyinyi mmezikwa na udongo, mpaka wale wanaozika wanaingia wanashindiria uko ndani. Wananiuziki sana wanaozika. Ili udongo uishe lazima wafanye nini? Sasa anayeshindiriwa ni ndugu yako, yuko kule chini. Fikiri mara moja. Alafu kuna mtu ambaye jeneza lake linasakafiwa, analeta tu mfuniko, hawahitaji kushindiri. Nimeeleweka mpaka hapo sasa? Nimeeleweka mpaka hapo sasa? Utajitia moyo kwamba kufa ni kufa, lakini kuna kufa kimaskini. Mchungaji wangu mmoja aliwahi niambia, rafiki yangu akaniambia, kuna vimisiba, kuna msiba. Vimisiba wanazikaga faster. Saa 7 hata mchungaji mwenyewe anahubiri nusu saa. Yaani nusu saa ni nyingi, amehubiri dakika 20 amemaliza kuhubiri. Lakini kuna msiba mchungaji anahubiri lisali moja. Kwa nini? Kuna watu wenye heshima wako hapo. Haleluya. Katika Kristo, haleluya. Najaribu kukufikirisha mbali uchue. Mungu akukumbuke katika jina la Yesu. Nasema Mungu akukumbuke katika jina la Yesu. Anasema katikati ya miaka kumbuka rehema, kumbuka rehema, kumbuka rehema. Ni maombi ya toba. Ni kama mtu anasema, Mungu yatosha sasa tulipopita. Baba zetu wamepita hapa, na sisi watoto tumepita hapa. Ni kama vile sasa, Mungu, sisi watoto wetu hawatapita hapo. Haleluya. Katika Kristo, haleluya.
Na ninatoka nikwambie katika jina la Yesu, watoto wetu hawahitaji kupita tulipopita sisi kama Mungu aishivyo. Hawahitaji kuishi maisha tuliyoishi sisi. Yani hawahitaji kukaa muda mwingine hata mkoa tulioko sisi. Acha na wao waende Mwanza, acha na wao waende Arusha, acha na wao waende Kilimanjaro, acha na wao waende Dar es Salaam, acha na wao waende Nairobi, acha na wao waende Kampala, wakaishi huko. Haleluya. Nasema haleluya. Anasema katikati ya ghadhabu, kumbuka hili neno, katikati ya ghadhabu, katikati ya ghadhabu kumbuka rehema. Yoeli sura ya 2 mstari wa 12. 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 Mbona mnakatakata? Tunaharibu ibada hewani. Anasema lakini hata sasa, tayari mmeondoa ibada hewani. Lakini hata sasa asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote, na kwa kufunga, na kwa kulia, na kwa kuomboleza. Lanueni mioyo yenu, wala si mavazi yenu, mkamrudie Bwana Mungu wenu. Kwa maana yeye ndiye mwenye neema, amejaa huruma, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema, naye ugairi mabaya. Ni nani achuaye? Ni nani achuaye? Ni nani achuaye? Ni nani achuaye? Ni nani achuaye kwamba atarudi na kugeuka na kutuachia baraka nyuma yake, na sadaka ya unga na sadaka ya kinywaji kwa Bwana Mungu wenu. Pigeni tarumbeta katika Sayuni, takaseni Sauli, kusanyeni kusanyiko kuu, kusanyeni watu, litakaseni kusanyiko, kusanyeni wazee, kusanyeni watoto na wanyonyao maziwa. Bwana harusi na atoke chumbani mwake, na bibi harusi katika hema yake. Hao makuhani wahudumu wa Bwana na walie kati ya patakatifu na madhabahu, na waseme, uachilie watu wako e Bwana, wale usiotoe urithi wako upate aibu. Hata mataifa watawale juu yao, kwani waseme kati ya watu, yuko wapi Mungu wao? Sema amen. Unaona, hii ilikuwa ni toba ambayo inadai kila mtu atoke. Kwa sababu kuna toba ambayo inadai watu fulani watoke, lakini kuna toba ambayo haigawi watu. Sema haleluya. Katika Kristo, haleluya. Nasema hivi, kuna toba ambayo haigawi watu. Kuna toba ambayo inahimiza watu wote, kwa sababu walichokuwa natafuta ni baraka ya eneo, baraka ya mji, baraka ya kanisa. Kwa mfano, nikiitisha hii toba ambayo Mungu amenituma nayo, sio baraka ya waombaji, ni baraka, ni toba ambayo hata yeye asiyejua kwamba ninaombaje anahitaji kufika kuomba. Kwa sababu ili watafute mpenyo, ili watafute kuvuka, ili watafute kufunguliwa, hakikisheni hiki kitu akitokea wani, akitokea wani. Kwa sababu hiki ninachozungumza, kuna watu wamebeba mzigo na mimi kutoka mahali, wanafuatilia, na waombaji nje hapa wanafuatilia hiki ninachofundisha ili waanzie kuomba wapi. Kwa kuna toba ambayo inahimiza, haikatai mtu. Sema amen. Katika Kristo, sema amen. Kwa mfano, hii toba ninayozungumza hapa, hii si toba ya watu wachache, ni toba ya kanisa zima, lakini ni toba ya mji mzima. Hata hii toba ni ya wanangu ambao wengine
wanasikia sahi naanza nini kufundisha. Kuna wao wanaingia kwenye toba. Wanini nasema hivi, tumetoka Bethlehem, kuna mama mmoja ni waombaji wangu kule Dar es Salaam. Kumbe wameishiwa kila kitu. Sasa wana kawaida, nikimaliza semina wanabeba sadaka kupeleka, kwa sababu wanabeba vitu vigumu. Kuna muombaji ambaye unamwambia niombe kitu fulani, huyo sio muombaji. Ukisikia muombaji unampelekea niombe kitu fulani ndo anaomba, huyo sio muombaji. Muombaji ni yule ambaye anasikia sawa sawa na vile unavyosikia. Haleluya katika Kristo, haleluya. Ukiona unaenda kwa mtu unasema niombe jambo fulani, au mtumishi anasema na waombaji kila akisikia jambo naenda kuambia, au sio waombaji, wanakupotezea muda. Kwa sababu muombaji anatakiwa kuambie kila hata wewe ambacho hujasikia bado. Kwa na waombaji wangu Dar es Salaam, hata nisipowaambia kitu cha kuomba wanachua kitu cha kuomba. Kwa kuna saa ninapowaambia mimi sasa, wewe si tulishaambiwa siku nyingi wala hatukutaka kukuambia. Sasa kumbe ameishiwa hera, hana kabisa. Kaingia mbele za Mungu, Mungu mimi sihitaji kwenda kuomba kwa mtu. Na huko Mungu ananihimiza peleka sadaka kwa waombaji wanaosimama na wewe, peleka. Sasa nimefika tu cha kwanza napeleka sadaka kwao. Walipokuwa natuma sadaka, naambia mama uko wapi? Naambia niko mahali fulani. Naambia natuma sadaka. Kwa nini natuma sadaka? Naambia angalia. Sasa tulipokaa usiku kama wa saa 5 ananipigia simu. Naambia mwanangu, nimecheka leo, nimecheka. Nikamuuliza kwa nini? Sasa nilimweka Mungu kikao. Sasa mimi sio kama natumika, sio mimi wa kuomba kwa watu nipe sadaka. Ni uinue watu walete sadaka. Sasa unajua ninapoanza mwaka ninakuwa na sadaka nyingi za kuwapelekea makundi mbalimbali ya watu ambao wanaomba kwa ajili ya kazi hii. Kwa natoa hili kundi la kwanza, natoa kundi la pili, natoa kundi la tatu. Kwa nilikuwa sasa nimefika kundi lao ili nitoe sadaka. Na sitoagi sadaka chache. Sasa si 10,000, si 20,000, hapana. Kwa sababu najua kazi wanaofanya. Vita yangu mimi ni kubwa. Haleluya katika Kristo, haleluya. Kwa nilipokuwa napeleka sadaka anasema asante. Kwa najua saa hii nikikorofisha tu kidogo hewani tayari nimepoteza dira kwao. Ninachozungumzia toba ambayo inakuhimizwa na watoto, inakuhimizwa na mume wako, inakuhimizwa na mke wako. Kwa sababu Biblia inasema kusanyeni wazee. Alafu angalia, hii toba sio ni ya nyumbani, ni ya toba ya madhabahu. Inasema au makuhani wa hudumu wa Bwana na walie kati ya patakatifu na madhabahu, waseme waachirie watu wako, waachirie watu wako, waachirie watu wako, waachirie watu wako. Manake kuna kitu ambacho kilishikilia. Kwa sababu uovu unashikilia maisha ya mtu, uovu unashikilia elimu ya mtu, uovu unashikilia kazi ya mtu, uovu unashikilia mafanikio ya mtu, uovu unashikilia watoto, uovu unashikilia kutokustawi kwa mtu. Mahali ambapo unaweza ukaona wao na gari moja, unaringa nako kagari kamoja, kumbe Mungu amekusudia magari matatu. Wewe umerizika na hiyo gari moja kwa sababu unaweka mafuta na unaonekana una hera. Wewe hauna hera. Wewe na gari moja unaona una hera. Mimi nikupe pole. Na hata kama unatembea kifua mbele unasema una hera, mimi nakupa pole katika jina la Yesu. Una kajumba kamoja unaona una hera. Wewe umepungukiwa. Ukifa watoto wako watagawana vyumba. Sema amen. Kwa sababu na nyumba ya vyumba 5 na Mungu amekupa neema, umezaa watoto 5. Sasa wewe una hera. Hao watoto watagawana chumba kwa chumba. Mungu akuponye katika jina la Yesu. Nasema Mungu akuponye katika jina la Yesu. Nasema Mungu akuponye katika jina la Yesu. Ninazungumzia hiyo toba ambayo hao watu waliitwa
Sasa angalia, walipoitwa, unaona mstari wa 18 anasema, hapo ndipo Bwana alipoona wivu kwa ajili ya nchi yake, akawahurumia watu wake. Bwana akajibu akawaambia watu wake, tazama nitawaletea nafaka na divai na mafuta, nanyi mtashiba vitu, wala sitawafanya tena kwa aibu kati ya mataifa. Kwa unaona anaposema alipoona wivu, kwa angalia, Mungu akijibu utajua amejibu. Sema amen. Nasema hivi, Mungu akijibu lazima ujue amejibu, kwa sababu kutatokea ishara, kutatokea mabadiliko, kutatokea muonekano mpya, kutatokea future, kutatokea maono. Sema amen. Kumbukumbu la Torati 17 mstari wa 8. Kumbukumbu la Torati sura 17 mstari wa 8. Neno la Mungu linasema hivi. Kumbukumbu la Torati sura ya 17 ule mstari wa 8. Neno la Mungu linasema hivi, ikiwa limezuka neno lililo zito kukupita wewe katika maamuzi kati ya damu na damu, na kati ya dawa na dawa, na kati ya pigo na pigo, nayo yashindaniwa katika marango yako, ndipo nawe uondoke ukwe, uende mahali atakapopachagua Bwana Mungu wako, uwaendee makuhani, Walawi na mwamuzi atakayokuwako siku hizo, uwaulize nao watakuonyesha hukumu ya maamuzi. Nao watakuonyesha hukumu ya maamuzi. Manake anazungumza kwa habari ya toba, kwa sababu hii kilichokuwa kinapita hapa ni toba. Kwa sababu anasema hakuna mtu ambaye atapita kwenye vita ya muda mrefu alafu atatafuta maombi ya kawaida. Haijawahi tokea. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Nasema hivi, haijawahi tokea mtu aliyepita kwenye vita vya muda mrefu, kwa sababu hapa inazungumzia pigo. Maana yake ni vita, uharibifu, ni laana, mateso, magonjwa ambayo yamesimama zaidi kifamilia. Kwa sababu ni rahisi kujua kama familia yenu ni wapi mnapita sahi. Sema amen. Wewe sema ameni. Ngoja nikwambie hivi, unaweza ukavaa vizuri kuficha aibu, lakini sio kwamba umevuka. Unaweza ukasuka nywele zako vizuri, sio kwamba umevuka, unaficha aibu. Kwamba na wewe katikati ya watu waliopendeza na wewe umependeza, lakini sio kwamba umetoboa. Naeleweka mpaka hapo? Yeye unaweza ukavaa suti, lakini sio kwamba umetoboa. Nimeeleweka mpaka hapo? Nimeeleweka mpaka hapo? Kwa sababu si kila anayependeza amevuka. Kuna mwingine amependeza kuficha aibu, muonekano. Lakini ninazungumzia toba ambayo haikupi kuficha muonekano. Kwa sababu kuna watu wanavaa vibaya. Yaani ukikutana njiani anaweza akavaa vile anavyovaa, lakini ni mtu aliyefanikiwa. Lakini ukimkuta amevaa kawaida. Yaani wanaozuzukaga na mavazi ni watu waliokwama. Sema haleluya. Katika Kristo haleluya. Nasema haleluya. Huyu aliyefanikiwa anahangaika wapi saa ngapi kwenda kusuka nywele? Muda wake tu wa kukaa saruni unahitaji ufanye vitu vingi. Ila asiyekuwa na kazi ndo anakaa kwenye dryer. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Ataenda saa ngapi hata uko dukani kuangalia masuti? Ataenda saa ngapi kwa fundi amwambia mpime? Ana mambo mengi ya kufanya. Anahitaji alipe mishahara ya watu. Anahitaji kufuata mzigo porini. Nguo inamfuata ni yule machinga amemletea dukani kwake. Sasa ana hela lakini hapendezi. Muda
Bwana asifiwe. Una masaa matatu ya kwenda kuzunguka Mwanjerwa, kuzunguka Sido. Nimeeleweka mpaka hapo? Nimeeleweka mpaka hapo? Ndio Biblia inasema ikiwa limeinuka neno linaloshindaniwa, maana yake anazungumza ile vita. Haleluya. Anazungumza vita. Sema anazungumza vita. Sema tena anazungumza vita. Au anazungumza lana. Ni kama mtu yule aliyechoka. Unafahamu mtu aliyechoka? Mwekutana na mtu aliyechoka. Hata mimi huwa nimechoka mpaka sasa, nimechoka. Kwa ukinikuta akili zangu ninawaza namna ya kuvuka kwa sababu nimechoka. Ninawaza namna ya kutoka hapo kwa sababu nimechoka. Ninawaza hizi laana zitaniachia lini, nimechoka. Sasa mtu aliyechoka haiti kukemea. Mtu aliyechoka anaitwa kwenye toba. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Ni kama vile sasa, Mungu, hii shida imetokea wapi? Kwa nini naomba usikii? Kwa nini naomba maombi yanarudi kifuani kwangu? Kwa nini naomba? Ninakusikia mwombaji mmoja anasema, mbona maombi yangu yanarudi kifuani kwangu? Ni kwenye Zaburi. Anasema hayo maombi yanarejea kwa sababu anataka kuvuka lakini havuki. Anaomba lakini havuki. Anaona kale maombi yanarudi kwake kwa sababu anategemea baada ya toba avuke, lakini hajavuka. Lakini wiki hii tutavuka katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kuna mpenyo wa ajabu ambao ninauona na Yesu atatuvusha. Sema haleluya. Sema damu ya Yesu Kristo. Sema tena damu ya Yesu Kristo ishughulike na laana ya muda mrefu iliyosimama juu yangu, iliyosimama juu ya wadogo zangu na dada zangu na kaka zangu na maisha yangu na madhabahu yetu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Jambo la pili, au mmekumbuka chai ghafla? Hamjakumbuka chai? Kweli kabisa. La pili, sadaka ya toba ambayo inaambatana na toba ili kuvuka kwenye vita iliyosimama kwa muda mrefu. Sadaka ya toba ambayo inaambatana na toba ili kuvuka kwenye vita yako iliyosimama muda mrefu. Kwa sababu toba inadai pia sadaka. Toba inadai sakramenti pia. Inadai meza ya Bwana. Ndio maana penye toba lazima pambatane na meza ya Bwana. Kwa nini meza ya Bwana? Unatafuta upatanisho. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Ndio maana palipo na toba ya mzigo, palipo na toba ya muda mrefu, patadai meza ya Bwana tu. Apata pita hivi. Nilikuwa namfundisha mtu mmoja, alinifuata akaniambia, baba yangu ameumwa muda mrefu. Anasema nipelekeni huko wanakoimba. Ninasikia watu wanaimba lakini siwezi kufika. Nikachua tu huyu anatafuta upatanisho. Kwa kuna maombi ya upatanisho, lakini kuna damu ya Yesu ya upatanisho. Ndio maana wale zamani, si mliomkulia huko mjini amwelewi. Mimi ni mtoto wa mjini alafu ni mtoto wa bush. Unakuta zamani, nilishuhudia sana wachungaji wale wa zamani, sijui sasa, wale wa zamani, mtu akiumwa muda mrefu akihitaji mchungaji, alikuwa aendi na Biblia, alikuwa anaenda na meza ya Bwana. Akimshirikisha tu unakuta safari. Sasa alipokuja tu mchungaji, alipoomba naye alipomshirikisha, jioni amerara. Kwani damu ya Yesu inaleta kitu cha upatanisho. Damu ya Yesu inaleta daraja jipya. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Hata mimi huwa nasikia
Kuna saa nimetembea nasikia toba, lakini nasikia sadaka, nasikia damu ya Yesu. Kwa nini nasikia damu ya Yesu? Kwa sababu kazi ya damu ya Yesu ni kufanya upatanisho. Kwa sababu hatua yoyote ambayo Mungu anataka kwenda na wewe anahitaji upatanisho. Ndio maana tunapoanza mwaka kama hivi, tukisha tembea kwenye toba ya muda mrefu, kati ya kitu chochote ambacho cha kwanza Mungu atakihitaji ni damu ya Yesu. Kwa nini anahitaji damu ya Yesu? Kutembea upya, kutafuta upatanisho, kutafuta agano. Ndio maana Biblia inasema agano nitakalo agana nalo sio kama lile la baba zao. Tunaposhiriki meza ya Bwana baada ya toba, agano nililo agana nalo ni tofauti na mwaka jana, kwa sababu Mungu sio wa mwaka jana. Huyu ni Mungu wa mwaka huu, na sisi tunamtaka Mungu wa mwaka huu. Tunataka Mungu wa baraka za mwaka huu. Tunataka uponyaji wa Mungu wa mwaka huu. Vita za mwaka jana hatuzitaki. Tunatafuta amani ya mwaka huu. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Angalia Samueli wa kwanza mstari wa kwanza. Samueli wa kwanza mstari wa kwanza. Kuna mistari michache tu. Tulia, sikiliza, ili unapoinuka, unaporudi nyumbani, ujue nimeinuka na kitu gani. Samueli wa kwanza, Samueli wa kwanza, Samueli wa kwanza, Samueli wa kwanza, sura ya 7. Samueli wa kwanza, sura ya 7. Okay, nianzie mstari wa 3. Anasema basi Samueli, unaona huyo mstari, basi Samueli akawaambia nyumba yote ya Israeli, akasema. Wewe tulia hapo kwenye kiti, sema akasema. Sema tena akasema. Sasa angalia alichosema. Anasema hivi, akawaambia nyumba yote ya Israeli akasema, ikiwa mnamrudia Bwana kwa mioyo yenu yote, basi iondoleeni mbali miungu migeni, nayo mastoreti yatoke kwenu, mkamtengenezee Bwana mioyo yenu, mkamtumikia yeye peke yake, naye atawaokoa Israeli katika mikono ya Wafilisti. Ndipo wana wa Israeli wakayaondoa mabahari na mastoreti, wakamtumikia Bwana peke yake. Basi Samueli akasema, wakusanyeni Israeli wote Mispa, nami nitawaombea ninyi kwa Bwana. Wakakusanyika huko Mispa, wakateka maji na kuyamimina mbele za Bwana. Wakafunga siku ile, wakasema, huko tumefanya dhambi, tumemfanyia Bwana dhambi. Samueli akawaamua wana wa Israeli huko Mispa. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Kuna kitu nadaka mpaka hapo. Ndio hiyo sasa. Naweza nikauliza, usiku wa leo umeota ndoto gani? Wengine wameota watu waliokufa, wengine wameota nyoka, wengine wameota ng'ombe. Sema amen. Wengine wameota wanazini kwenye ndoto. Nimeeleweka mpaka hapo? Wengine wameota ndoto wanakula vyakula kwenye ndoto. Kila mtu, ni wachache waliota ndoto nzuri usiku wa leo, ni wachache, lakini wengi mabaya tu ndio waliota. Hiyo ilikuwa ni ishara, ondoa miungu inaotawala kwenu. Sasa kama unaota umezini kwenye ndoto, maana yake miungu ya zinaa ya kwenu ambayo inaondoa cha Mungu ndani yako na kukuingizia kisicho cha Mungu ndani yako. Umeota unakula vyakula kwenye ndoto, roho ya vita, miungu ya vita iliyoko kwenu. Sema amen. Nimeeleweka mpaka hapo? Bado hujaelewa? Sema amen. Unaona miungu ya nyoka, maana yake miungu inayofanya vita na uzao. Bwana asifiwe. Inayofanya vita na uzao, lakini inayofanya vita na uchumi, hiyo ndio miungu ya nyoka. Ndio maana umeota nyoka. Ni kama vile Mungu anambia, aro, tubu, nataka kuchukua kwenda hatua nyingine, lakini miungu haijaondoka kwenu.
lakini hii miungu haijaondoka kwako. Umeota watu waliokufa, agano. Ndugu zako wamekufa, unaongea nao, agano. Maana yake ni wamerara, lakini kwenye nafsi yako wameacha agano. Sasa sijui wameacha agano gani, lakini wameacha agano. Ndio maana wanakujia kwenye ndoto. Ukivunja maagano yao, hawarudi tena. Maana yake umeachwa peke yako, endelea na maisha yako. Sasa wameota ndoto gani? Kwa utakuta kwenye ili jambo la pili, kati ya kitu utakachohimizwa ni toba. Toba ya kasi gani? Iliyoambatana na sadaka, kuondoa uhalali wa hiyo miungu, kuondoa uhalali wa hiyo vita. Kwa sababu utakuta unaomba hii toba, lakini uvuki. Kwa sababu hakuna kiambatana, hakuna kinachoambatana, hakuna kinachoambatana, hakuna kinachoambatana. Lazima uwe na kitu kinachoambatana. Sema amen. Kwani hujaiona mtu anabatizwa anasema sadaka ya ubatizo? Wengi sasa wanawekaga 200, wanawekaga 500. Ni agano. Mimi nikibatiza mtoto lazima niandae gharama. Kama sio 50,000, 20,000, 30,000, kwa sababu ni agano. Wewe kuingia agano na Mungu alafu unapeleka 500, ni kukosa nidhamu. Nyumbani umeandaa pilau, mtoto umemvika nguo za 30,000, alafu unaweka 500. Wewe una akili sawa sawa? Mwangalie usoni, mwambie alizilisha ondokaga siku nyingi. Mwangalie. Nimeeleweka mpaka hapo? Kwa nini mtu anarudi kwa nini? Nasema sadaka ya marudi. Manake nisianguke tena dhambini, nisiyarejee yale ya zamani. Ndio maana ile sadaka manake ni agano. Bwana asifiwe. Katika Kristo, Bwana asifiwe. Nakumbuka wakati tunafunga ndoa, siku ya kufunga ndoa tulinunua mlango wa kanisa. Mlango wa kanisa. Kanisa lilikuwa na bati. Kwa ibidi sadaka ya siku hiyo tulifanya harambee katikati ya kufunga ndoa, tukanunua mlango wa kisasa kanisani, kwamba kadiri mlango utakavyodumu, mlango wa bati ya udumu, kadiri mlango huu utakavyodumu, na ndoa yetu ikadumu. Sasa ni mpaka uwe na akili. Zikiondoka unawaza tu moments wanachezaje, unawaza shadow, unawaza suti ya mume wako, unawaza saruni. Yesu akuponye katika jina la Yesu. Nasema Yesu akuponye katika jina la Yesu. Nakupa mbinu, nakupa mbinu. Kwa sababu hii toba haikuwavusha wana wa Israeli. Nasema haikuwavusha. Kwa sababu wakiwa kwenye hii toba, angalia mstari unaofuata. Mstari unaofuata anasema hivi, ule wa 7, hata Wafilisti waliposikia kuwa wana wa Israeli wamekusanyika huko Mispa, washee wa Wafilisti walipanda juu ili kupigana na Israeli. Na wana wa Israeli waliposikia wakawaogopa Wafilisti, wakaacha mfungo. Wana wa Israeli wakamwambia Sulemani, usiache kumlilia Bwana Mungu wetu kwa ajili yetu, kwamba tuokoe na mkono wa Wafilisti. Ndipo Samueli akatoa mwana kondoo. Unaona, ni sadaka ya toba alikuwa nayo. Kwa sababu aliwaambia waondoe miungu migeni iliyoko kwao, waondoe miungu. Wakaondoa mabahari na mashtoreti. Manake miungu inaishi kwa sadaka. Kwa Yesu akuta madhabahu yenu, kwa nini haipati mpenyo wa vitu vya kiroho, sadaka za miungu kwenye madhabahu? Kuna watu ambao wakija kanisani vitu vya kiroho wanavifunga kwa sadaka, wanaendaga kwa miungu yao. Ndio maana nani anakuja tuone kama atatoboa? Hapa atoboi. Hasemi tuone kama tunatoboa. Ana uhakika na sadaka kwa miungu yao. Nyinyi mnaishia kuomba toba wakati wenzenu wanatoa sadaka. Ni toba hiyo hiyo.
Ndio maana mnamaliza toba kwanza ndo vita zinainuka, amuoni mpenyo. Kwa nini? Kuna mwenzenu akifunga madhabahu, siku ya kufunga kwake alifunga kwa sadaka. Ndio maana akija mchungaji huyu atoboi, akija mchungaji huyu atoboi, akija mchungaji huyu atoboi. Nimeeleweka? Si ndo haya mnayatafuta? Kwa sababu mimi nilikuja Mungu aniambie, Naambia mwenzangu mimi siwezi kwenda da mpaka nikanyage. Nikakuta vijana wanaimba kwa haya, nikaingia nikapita huko madhabahu, nikapita nikazunguka. Afu Mungu anakusemesha vitu vya ajabu sana. Sasa Mungu, hii ikoje? Ilikuwa mvua Jumatano. Wale jamaa walikuwa wanafanya mazoezi hapa, wanaweza akanikumbuka. Nimemwona dogo mmoja hapa. Yule dogo Toru yuko wapi? Nimekuona unacheza hapa. Si nilikuja Jumatano, yuko wapi? Hao ametoka nje. Yule pale. Nikuta hapa kanishangaa. Nikamwambia wewe nishangae, mimi na habari zangu. Wala hata sikuwasalimia. Kwa sababu ukiwa research utaki kuongea na mtu. Mungu aliwatuma wapelelezi kule Misri, akawaambia mkaongee. Kasema mkaichunguze ile nchi ni aina gani. Soma Biblia yako wewe, acha maneno ya umbea. Aliwatuma wakaipeleleze ni nchi aina gani. Kwa sababu huwezi kupigana vita ya kiroho usipojua eneo husika kwanza likoje. Ni rahisi kuja kuangalia maendeleo, maandalizi yakoje, lakini una sauti ya Mungu juu ya eneo linasema nini. Ndio maana wale wachungaji wa kiroho siku anaokaribishwa wahubiri, atakuja kuhubiri baada ya miezi miwili, kwa sababu alijua eneo kwanza. Ukiona mchungaji amekaribishwa wiki ijayo anahubiri, kuna shida mahali. Kwa sababu hujui eneo lazima likwambie. Ili inapobidi kutoa sadaka, kabla ya kulipandia, toa sadaka. Sisi mwahi kufikiri mimi wakati nimeondoka Jumatano ni sadaka gani nimehangaika nayo kuitoa? Siwezi kukwambia. Si mmetulia hivi mnasikiliza neno, nyinyi mnakimbiaga ibada. Kilichowakarisha ni nini? Si mngekuwa mmeondoka wote na mmetoa sadaka, kilichowakarisha mnajua ni Mungu amewakarisha kwenye viti katika jina la Yesu. Lakini ni mpaka Mungu aliponileta kujua kwamba unapambana na vita ya aina gani. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Kwa nasema ile toba haikuwafusha. Kwa sababu ndio maana watu wengi wanakwama, kwa sababu wanaomba toba kwa ajili ya elimu ya watoto na bado watoto wanafeli. Anaomba toba kwa ajili ya ndoa na bado vita iko pale pale. Shida ujui, si tu kwamba walifunga, si tu kwamba waliharibu, waliambatanisha na sadaka. Kwa unapobeba toba yoyote, hakikisha sadaka kwanza. Haleluya. Kwa sababu hii toba, sasa piga toba. Hii kwa toba wamefunga, wameondoa ile miungu kweli. Lakini kwa nini? Bado akiwa kwenye toba, Biblia inasema Wafilisti walikuja, ilibidi waache ibada. Wanawakimbilia Wafilisti kwamba wasije wakafika wakateka familia zao, wakaondoka kupigana, japo walijua hawatashinda vita, kwa sababu wamepigana hiyo vita kwa muda mrefu hawakushinda. Kwa hata Samuel alipokuwa anawaita kwenye hiyo funga, alikuwa anatafuta ushindi wa vita ya muda mrefu. Sema amen. Kwa sababu unaweza kaomba toba ambayo hata baba yako aliomba akuvuka, hata mama yako aliomba akuvuka, hata mtu mwingine aliyeinuka kwenye ukoo baada ya nyinyi akaokoka akuvuka. Na wewe unaenda pale ambapo wenzako hawakuvuka. Maana yake tafuta ambacho pamoja na toba hamna kuvuka, pamoja na toba hamna kusogea. Samueli akaja kujua ni sadaka. Sema sadaka.
Sema tena sadaka. Sema tena sadaka. Sasa angalia ule mstari wa 9. Kwa sababu mstari wa 8 wanampa agizo, usiache kumlilia Mungu kwa ajili yetu kwamba tuokoe na mkono wa Wafilisti. Mstari wa 9 ni kama ufunuo umekuja kwamba hii toba inaenda na sadaka. Anasema ndipo Samueli akatoa mwana kondoo mchanga, akamtolea Bwana sadaka ya kuteketeza nzima. Samueli akamlilia Bwana kwa ajili ya Israeli. Bwana akamwitikia. Hata Samueli alipokuwa akitoa sadaka ya kuteketeza, Wafilisti wakakaribia ili kupigana na Israeli. Lakini Bwana akapiga ngurumo, mshindo mkubwa sana juu ya Wafilisti siku ile, akawafadhaisha, nao wakaangamizwa mbele ya Israeli. Nao watu wa Israeli wakatoka Mispa, wakawafuatia Wafilisti, wakawapiga hata walipofika chini ya Bethkari. Ndipo Samueli akatoa jiwe na kulisimamisha kati ya Mispa na Shani, akaliita jina lake Ebenezeri, akisema hata sasa Bwana ametusaidia. Hivyo Wafilisti walishindwa wasiingie tena ndani ya mipaka ya Israeli, na mkono wa Bwana ulikuwa siku zote ulikuwa juu ya Wafilisti siku zote za Samueli. Sema amen. Unaona, wasiingie kwenye mipaka, na mkono wa Bwana ulikuwa juu ya Wafilisti siku zote za Samueli, wasiingie kwenye mipaka. Manake Mungu alipokea toba, lakini alipokea kilichokuwa kinawafanya Wafilisti washinde juu ya Israeli, ilikuwa ni sadaka. Kwa kuna saa laana haiondoki, vita haiondoki, kwa sababu haijabebwa kwenye maombi tu, imebebwa kwenye sadaka. Sasa hii sio sadaka ya kutapeliwa, hii ni sadaka ambayo unasikia ndani. Sema amen. Samueli alisikia ndani kwamba Mungu anataka sadaka ili kuvuka kwenye vita. Mungu alisikia ndani, na mimi nataka usikie ndani, kwa sababu toba unasikia ndani, na sadaka ya toba unaisikia ndani. Haleluya. Nasema haleluya katika Kristo. Haleluya. Nasema tena haleluya. Nasema ni sadaka unaisikia ndani. Sema sadaka unaisikia ndani. Sema tena sadaka unaisikia ndani. Sema tena sadaka unaisikia ndani. Haleluya katika Kristo. Haleluya. Nasema tena haleluya. Nasema tena haleluya. Nasema tena haleluya. Funga Biblia yako sasa, ukanywe chai, sio umeimisi ghafla. Funika Biblia yako, tuonane baadaye. Umeelewa sasa kitu ambacho Mungu anatubebesha wiki hii? Sio kitu chepesi sana. Ni chepesi hivi ninavyofundisha, lakini gharama yake. Paka namwambia Mungu, nisingekuja siku hiyo, singeniambia hivi vitu ulivyoniambia, kwa sababu nilikuwa na wahi uwanja wa ndege. Lakini Mungu akaniambia hapana, kuna vitu nahitaji kuvijua. Ijumaa nilikuwa natolea sadaka kwa vile Mungu alivyonisemesha hapa. Nimetoa sadaka ya gharama ili kufuka. Sadaka ya gharama ili kufuka. Sema damu ya Yesu Kristo. Ninaomba toba kwa ajili ya vita ya mtoto wako. Inua mikono juu. Uko tayari kuomba? Kwa dakika kidogo shika sadaka yako. Ndio maana nikasema mtoe sadaka zenu mapema, kwa sababu tulikuwa na sadaka ya Bwana Yesu. Hii haiendi kwenye mgawanyo. Hii ni sadaka ya Bwana Yesu. Ya mgawanyo ulishaitoa. Sikutaka kugombana na Mwampamba.
Mimi sadaka zangu za Wakristo Bwana. Haleluya. Sema damu ya Yesu, vita iondoke juu ya familia yake katika damu ya Yesu. Vita ya kweli kwa chini katika damu. Mbona mjamwombea yule? Mnamkimbiza wapi? Huyo mnamkimbiza wapi? Rudi mama. Nimewachia wakuombea alafu wanakuachia. Ya sadaka yako. Achika hii sadaka kwenye tumbo lake. Ndio vita iliko. Si unaona? Kumbe ni ibada, nisije nikavuruga ibada. Nimekumbuka. Nijua ni semina tumeshaanza. Mbona mkemei? Mnazungumza nini hapo? Mnazungumza nini? Si nimetoka kufundisha. Ninachokiombea ni kile nilichotoka kufundisha saa hii. Ili ujue kipo. Usije ukasema ni neno tu limepita. Ili ujue kipo. Inua mikono. Kwa nini wamefunga maisha yako? Inua mikono. Nipeni bahasha, sitaki watu washike hizi sadaka. Waweke kwenye bahasha, sitaki kuona 2,000 za watu, 5,000 za watu. Wapeni bahasha mara moja. Ni sadaka ya heshima. Wapeni. Nisione sadaka zao. Ngoja tuiheshimu hii sadaka. Rinda rama shakaramos. Pambana kiume, mko wengi. Dai watoto wake wafunguliwe. Pambana kiume. Na hasira kweli. Asante Yesu. Asante Mungu. Simama. Uzao wako uachiliwe. Toka ndani yake. Achia uzao wake. Ombea uzao wake. Njoo binti yangu. Bebeni hapa. Beba huyo hapa. Kibonge atoke huko ndani. Achia tumbo lake. Haraka. 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 Kwa nini mnamtesa? Kwa nini mnamtesa? Kwa nini mnamtesa? Rekeni bare mbele, mnakemea. Naona kama mnanong'ona, sijaona hasira zenu. Tolea sadaka watoto wako wote. Unanuna nini? Mimi sikuombei. Unajinunisha nini? Achia familia yake. Achia familia yake.
achia familia yake, achia familia yake na maisha ya watoto wake. Nendeni naye pale mbele, muombeeni. Inua mikono yako sasa, sadaka yako sawa. Sema damu ya Yesu na inene mema. Katika damu ya Yesu vita yangu unaijua Bwana Yesu. Katika damu ya Yesu hiyo miungu inaosukuma vita kwa ajili ya hatua zangu, naita damu ya Yesu, 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 naita damu ya Yesu. Unashangaa nini? Naita damu ya Yesu, naita damu ya Yesu. Nilete, naita damu ya Yesu, naita damu ya Yesu, naita damu ya Yesu Kristo, naita damu ya Yesu, naita damu ya Yesu, naita damu ya Yesu. Zile sadaka zao zilizosimama kuzuia maisha yangu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Zile sadaka zao, 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 sadaka ambazo walizitoa kufunga uzao wa mama yangu, na mimi ni mzaliwa katika tumbo la mama yangu. Damu ya Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo, yale masadaka yaliyotolewa kufuruga hatua, kufuruga hatua, kufuruga hatua, kufuruga hatua, kufuruga maisha, naita damu ya Yesu. Saye Bwana, saye Bwana, saye Bwana, saye Bwana. Usifuruge vyombo. Saye Bwana, saye Bwana, saye Bwana. Naita damu yako, naita damu yako, naita damu yako, naita damu yako, naita damu yako. Saye Bwana, saye Bwana, saye Bwana, saye Bwana. Naita damu yako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Naita damu yako yenye uweza Mungu, yenye uweza mwingi, yenye uweza mwingi, kwa damu ya Yesu. Hakikisha watu wanafunguliwa, msiwainue kabla hajafunguka. Yenye uweza mwingi, hiyo ni damu ya Yesu Kristo, 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 hiyo ni damu ya Yesu Kristo. Naita saye Bwana, saye Bwana, saye Bwana, saye Bwana. Sadaka yangu ibebe vita yangu, ibebe vita yangu, ibebe vita yangu, kwa damu ya Yesu, 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 damu ya Yesu. Sadaka yangu ibebe vita yangu, ibebe vita yangu, kwa damu ya Yesu. Sadaka yangu ibebe vita yangu. Saye Bwana, saye Bwana, saye Bwana, saye Bwana, saye Bwana. Bwana Yesu saye, saye Bwana,
Saa hiyo Bwana, saa hiyo Bwana, saa hiyo Bwana, saa hiyo Bwana, saa hiyo Bwana, saa hiyo Bwana, saa hiyo Bwana, saa hiyo Bwana. Ninaomba msaada wako kwa damu ya Yesu Kristo, 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 kwa damu ya Yesu Kristo. Na ijulikane leo kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Saa hiyo Bwana, na ijulikane kwa damu ya Yesu. Kemea kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninapoinua hii sadaka kwenye madhabahu yako, mkono wako wenye nguvu na uinuliwe sasa. Mkono wako wenye kuponya, mkono wako wenye kufungua, kwa damu ya Yesu, 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 damu ya Yesu. Yesu, ninaomba sahi, ninaomba sahi, ninapoita damu ya Yesu juu ya madhabahu ya Yeriko, kwa damu ya Yesu, wiki hii tuachiliwe, wiki hii tuachiliwe kwa damu ya Yesu. Madhabahu yetu iachiliwe, madhabahu yetu iachiliwe, madhabahu yetu iachiliwe kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Damu ya Pasaka walitoa sadaka kwa ajili yangu. Leo hii nadai ye Bwana, kwa damu ya Yesu, nadai ye Bwana, kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu. Uchini nadai ye Bwana, sadaka zao, sadaka zao ziachilie madhabahu, ziachilie madhabahu, ziachilie madhabahu, ziachilie madhabahu kwa damu ya Yesu. Sadaka zao acha uzembe, sadaka zao ziachilie madhabahu kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Sadaka zao ziachilie madhabahu kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Sadaka zao ziachilie madhabahu. Saye Bwana, saye Bwana, saye Bwana, saye Bwana, saye Bwana. Sijawasikia. Saye Bwana, saye Bwana. Sadaka zao ziachilie nafsi yangu kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Sadaka zao ziachilie maisha yangu, ziachilie madhabahu kwa damu ya Yesu, 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 damu ya Yesu. Na kuhitaji Yesu. Saye Bwana, maisha yangu yakombolewe sasa na damu ya Yesu Kristo, na damu ya Yesu Kristo. Nipokee Bwana, nipokee Yesu, nipokee Bwana, nipokee Yesu, nipokee Bwana, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Simama na sadaka yako sasa. Ribus, Rindaramos, Ricoromos,
Rindorumus. Kaeni nivakapo vyenu. Nisikilize mimi kwanza. Nataka uinue hiyo sadaka yako. Inua sadaka yako. Rikandarabus. Rikorumus. Rindarabus. Rikandorabus. Rikandorabus. Rikandarabus. Rikandorabus. Inua tu. Yesu anakuja kupokea sadaka yako. Ndicho ninachosikia. Acha nipokee sadaka mkononi mwake ili niondoe vita yake. Sema Yesu, pokea hii sadaka mkononi mwangu ili uondoe vita ya muda mrefu. Ili uondoe vita ya muda mrefu. Pokea hii sadaka mkononi mwangu. Pokea hii sadaka mkononi mwangu ili yale mandoto ya muda mrefu, mandoto ya nyoka, mandoto ya uchawi, mandoto ya wale wanaonifuata usiku kwa njia ya ndoto, kufuata maisha yangu, kufuata watoto wangu, damu ya Yesu inene mema. 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 Kemea. Damu ya Yesu inene mema. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Kemea. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Mbona uombei? Damu ya Yesu. 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 Nataka muombee. Achia mtoto. Achia mtoto. Achia mtoto wake. Atakuwa na akili. Atakuwa na akili. Fungua sasa. Aga kwake. Aga kwake. Sema kwa damu ya Yesu Kristo. Sema tena kwa damu ya Yesu Kristo. Sema tena kwa damu ya Yesu Kristo. Sema tena kwa damu ya Yesu Kristo. Yesu. Yesu. Ninaomba ile vita ya muda mrefu iachie uzao wangu. 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 Iachie hatua zangu. Iachie maisha yangu. Na kuomba Baba kwa jina la Yesu, kwa sadaka yangu hii, neema yako ifunuliwe, mapenzi yako yafunuliwe, nguvu zako zifunuliwe. Naomba toba. Naomba toba. Naomba toba. Hebu omba toba kwa ajili ya hiyo sadaka yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo, watoto wako wamebeba hiyo sadaka kwenye mikono yao. Watoto wako wamebeba hiyo sadaka, na wengine hawana sadaka, lakini mioyo yao ni sadaka kwako e Bwana. Mioyo yao ni sadaka kwako Bwana. Nami nakusihi katika jina la Yesu. Nami nakusihi kwa damu ya Yesu. Nami nakusihi katika jina la Yesu. Nami nakusihi kwa damu ya Yesu. Rikoromo shandarabusa. Rikoromo sikiria masanda. Damu ya Yesu pite. Damu ya Yesu pite. Damu ya Yesu pite. Hiyo ni sadaka, mioyo yao
kabla ya kupokea hizo sadaka, wanaposukuma toba kwa ajili ya maisha yao, Bwana, kanoromusa rikoromusa naramusa rikoromusa naramusaka, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Damu yako Yesu pite, damu yako Yesu pite, damu yako Yesu pite. Pokea mtoto wako na mtumishi wako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Damu yako ipite, Bwana, damu yako ipite. Kandoromusa rikoromusa rikandoromusa, katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu Kristo, katika damu ya Yesu Kristo. Rikoromusa naramusa rikoromusikiria mashaka, katika damu ya Yesu Kristo, katika damu ya Yesu Kristo, katika damu ya Yesu Kristo. Sema, Bwana Yesu, kupitia hii sadaka ninaweka agano na wewe. Wiki hii Bwana, ninaomba kuvuka, ninaomba kuvuka, ninaomba kuvuka, ninaomba kuvuka, ninaomba kuvuka kwa jina la Yesu Kristo. Ninaomba Yesu, mahali hapa pakawe ni ukombozi wa kanisa lako kwa wiki hii Bwana, kwa wiki hii Bwana. Watu watakapofika kwenye madhabahu hii wakakuone wewe, kwa jina la Yesu. Maisha yangu, uzao wangu ukafunguliwe sasa kwa jina la Yesu. Amen. Naomba uketi. Naomba chombo hapa, hapa chombo hapa. Amna kikapu hicho, msilete. Lete kikapu. Kikapu hamna kama kikapu. Bwana Yesu asifiwe. Tutatoa tuko utaratibu mzuri, kwa sababu hii ni sadaka maalum, na tutaiombea toba hii sadaka mfululizo, ili Mungu kila alichokusudia kipate kuleta uponyaji. Naomba kile chombo. Na nyinyi mnaotufuatilia kwa njia ya mtandao, mnataka kujiungamanisha na toba hii mahali tulipo, tuma sadaka yako yoyote ulionayo ambayo moyoni mwako unaisikia, kwa sababu tunaanza toba mpya ambayo itakuwa ni ya mfungo ndani yake. Hamna kikapu. Leteni kiombee basi. Baba, katika jina la Yesu, naomba kikawe ni chombo cha kupokelea sadaka. Ukapokea na sadaka ya Bwana katika damu ya Yesu. Amen. Imbeni sasa. Tutaanza upande huu, tuanzie huku, si ndio? Tutatoa, tukirudi kukaa tutakuja watumishi wa Bwana hapa. Tukimaliza tutakuja upande huu. Karibu toe sadaka yako. Tutakuwa tunapita hivi. Asante. Ni sadaka yetu maalum. Shida ni nini huo mungurumo? Asante. Nimesema kwaya hii sio praise kwaya. Praise bado hatujaoana. Ngoja tukitoka hapa tuoane kwanza. Ndio kwa mwili nazo sana. Bebeni kwa nyumba. Iki ndo nilikuwa azesha Mungu. Kiona memariza
yako. Matuje tuanzie nyuma, watumishi, tuanzie nyuma. Mtakuwa mnakuja, ukitoa nazungukia, pitia hivi. Wakati wa kurudia unarudia katikati. Kaeni tu, kaeni. Watapita huko nyuma. Kaeni tu. Eneo kubwa linatosha. Twende. Takuna, njoo mama. Mama, pita hivi sasa. Asante Yesu. Njoo mwana. Yesu apokee sadaka yako na taa yako iishe. Panda chini yako. Kemea Bwana. Acha mfasheni zenu. Kemea kwa nguvu. Neno la shukrani limeujaza moyo wangu. Aga. Mnakemea kwa kumaanisha. Neno la shukrani limeujaza moyo wangu. Macho yameona mengi, zote baraka. Nataka huu wimbo nivushe kwenye hii sadaka. Sijui kama umeelewa. Kama uwezi kwenye mitambo, toka hapo. Mimi nataka upako nivushe. Bado vita ni kubwa. Twendeni, imbeni watumishi. Yaani kuna kitu nataka ni connect na nyinyi. Twende, mnatoa na twende upande mwingine wa nje. Twende wa nje. Sogeni na sadaka wa nje. Ulopewa na Yesu Bwana, maana si wote walopewa ifana nayo yako. Kuvimba kichwa si vema, atendaye ni Yesu Bwana, ruhusu atende vile atakavyo. Itumie vema karama ulopewa na Yesu Bwana, maana si wote walopewa ifana nayo yako. Kuvimba kichwa si vema, toka ndani yake. Yesu Bwana, ruhusu atende vile atakavyo. Ni kweli unafanya mambo makubwa, ni kweli unatenda mingi miujiza, ni kweli na mapepo yanakutii. Usichukue utukufu wa Mungu.
mambo makubwa. Ni kweli unatenda mingi miujiza. Ni kweli na mapepo yanakutii. Usichukue utukufu wa Mungu. Unyenyekevu ni tunda upewalo na Roho wake. Kama hauna, waongozwa na ubinafsi wako. Ukijishusha utakwezwa, ajikwezae atashushwa. Ndiyo kanuni ya Mungu mtukuka. Unyenyekevu ni tunda upewalo na Roho. Kama mjatoa huku, njoo mtoe sadaka. Waongozwa na ubinafsi wako. Ukijishusha utakwezwa, ajikwezae atashushwa. Ndiyo kanuni ya Mungu mtukuka. Ni kweli unaimba na wanaguswa. Ni kweli wahubiri wanaokoka. Wakati unaomba wafunguliwa. Usichukue utukufu wa Mungu. Ni kweli unaimba na wanaguswa. Ni kweli wahubiri wanaokoka. Wakati unaomba wafunguliwa. Usichukue utukufu wa Mungu. Na neno juu yako mwenzangu, wewe uliye na huduma ndani yako. Nina neno juu yako mwenzangu, wewe uliye na huduma ndani yako. Kibali amekupa Mungu, upako amekupa Mungu. Usiwatese wenzako kwa nafasi yako wewe. Kibali karuhusu Mungu, mafuta kakupa Mungu. Nyenyekea, ni Mungu anafanya. Hata kama ishara miujiza ni mingi, kiomba wewe. Nyenyekea Baba, utukufu ni wa Mungu tu. Ukiimba tunamwona Mungu. Ukiimba upako washuka. Jishushe mwenzangu, ni Mungu anafanya. Hata kama ishara miujiza ni mingi kwenye huduma yako, jifunze wewe kujishusha ufike mbali. Ukiimba tunamwona Mungu. Ukiimba upako washuka. Jishushe dada, jishushe leo hii. Hapendi Mungu kugawana utukufu na mwanadamu. Anataka wale wanyenyekevu wa moyo. Hapendi kulinganishwa, hapendi kufana
kujishusha, anataka wale wanaojishusha sana. Basi jishushe chini ya mkono wa Mungu ili akukweze kwa wakati wake. Sikia neno hili leo, jishushe chini ya mkono wa Mungu ili akukweze kwa wakati wake. Mwenzangu, jishushe chini ya mkono, hata kama umeinuliwa sana, jifunze kujishusha, jifunze kunyenyekea. Hata kama umeinuliwa sana sana, kwa kuwa Yesu anapenda wanyenyekevu, anapenda wanyenyekevu. Kwa kuwa Yesu Bwana wa mabwana, anapenda wanyenyekevu. Bwana akubarikia na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana akuinue uso wake na kukupa amani. Katika jina la Yesu, amen. Asante. Basi naomba tuketi. Kubariki mtumishi. Baada ya kutawanyika hapa, nitaomba